mchungaji na viongozi wote wa kanisa, lakini pia ndugu mgeni rasmi wa leo, ndugu yetu kutoka Tunduma. Nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu alituwezesha kuwa wazima siku ya leo. Tulipanga kibinadamu kwa tutakutana leo kwenye tamasha hili la Fimbo ya Musa, lakini Mungu ametuwezesha leo tumekutana. Hivyo tuna haja ya kumshukuru, tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya kutufikisha kwa siku wazima siku ya leo. Lakini pia baba mchungaji pamoja na mgeni rasmi, hili ombi ambalo Fimbo ya Musa wanalo tunalo muda mrefu. Ndugu yetu, leo tunategemea hamasa yako kubwa katika sherehe hii ili kuweza kupata chochote kwa ajili ya kwaya hii. Mimi labda tu ndo maana nilikuwa nakuambia kwa mimi ni mwimbaji pia wa kwaya ya Fimbo ya Musa. Tumetoka nayo mbali. Mtakumbuka nikiwa jeshini tulikuja hapa tumechangisha tukanunua coaster miaka hiyo mpaka leo naendelea kuipenda kwaya. Na sio kusema tu nipo kwenye hiyo kwaya, ila naipenda sana kwa jinsi ambavyo imekuwa ikiimba na jinsi ambavyo inamtukuza Mungu katika kupitia nyimbo zao wanapoimba. Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wote wanaipinda kwa jinsi ambavyo mmekuwa pamoja na sisi, lakini pia mmekuwa pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunatekeleza majukumu yetu vyema, na ndio maana tunatembea kifua mbele. Kwa sasa wanaipinda tunaenda kubadilika katika miaka 5 inayokuja. Niamini kabisa kwa miaka 5 inayokuja Ipinda tuna jambo na tuna wajibu wa kufanya baadhi ya mambo. Mimi ni mwanaipinda, ni sehemu ya wanaipinda. Kwa mengi tutaongea atakapokuwa nakuja kwenye mikutano yangu ambayo nitaenda kuambia serikali katika kipindi cha 26-27 nini nitafanya katika wilaya yetu ya Kyela, lakini nini nitafanya katika kata yetu ya Ipinda, nini nitafanya katika kijiji chetu cha Ipinda. Ndugu yangu mwenyekiti ameshatongeza hapa. Tuko kwenye harambee, lakini sasa kwa sababu nimeshika maiki leo, baba mchungaji, nikudhibitishie hapa ni madhabahuni. Yale aliyoyasema aliyoyaomba nitayatekeleza kwa kadri ya Mungu atakavyojalia. Kwa nitafika hapa, lakini nitaanza na kipaumbele. Mnakumbuka barabara yetu ya kutoka pale Sheri mpaka Mucho imekuwa ikitusumbua, na ikitusumbua ile inakuwa miongoni mwa kikwazo cha kuja kanisani hapa. Kwa baba mchungaji, nikudhibitishie kwa tutakuwa pamoja, tutalia pamoja, tufurahi pamoja katika hilo. Niamini mmeniombea sana, nimepata baraka sana kutoka kanisa hili. Hata leo nilikuwa namuuliza ndugu yangu Klaus, kwa sasa ujenzi tutaanza lini ili tuanze na ujenzi, maana fensi karibu imeisha baba mchungaji. Nakumbuka wakati naanza ukasema tuna jukumu la kujenga kanisa, nikasema hatuwezi kujenga kanisa tukiwa tuko uchi, bora tujifensi ndani ili tusiibiwe vitu. Tunamshukuru Mungu, tunawashukuru wanaipinda. Leo fensi imejengwa, naamini hata kanisa litajengwa kwa nguvu ya Mungu. Tukitenda na tukiamini yanafanyika. Mungu wetu ni mwaminifu, hajawahi kutuacha daima. Naamini wanaipinda, moyo mlionao hatuwezi kushindwa hata siku moja. Naamini wanaipinda, tukisema tunafanya, tutafanya. Naamini wanaipinda, tukimwomba Mungu, Mungu wetu hajaacha, hajawahi na hatuachi kutujibu. Naamini tukiomba atatujibu kwa wakati. Niende kwa Fimbo ya Musa. Fimbo ya Musa kwa sababu mimi ni sehemu ya walezi. Na leo baba mchungaji, usione sijahudhuria ibada yako. Inawezekana hii ni ibada ya 3 naendelea kuhudhuria kila sehemu. Na nikitoka hapa ni kweli naelekea Kyela, lakini kuna sehemu nyingine nitapita. Tayari nimetanguliza kwa kuanzia. Nimetanguliza shilingi milioni 1 kwenye akaunti yenu na shilingi nitawasilisha hapa. Lakini pia kuna ule wimbo tunaitaga sifa na maajabu ishara ya maajabu. Mimi naomba nichangie shilingi 200,000. Mheshimiwa mgeni rasmi, ule wimbo kabla sijaondoka, au wewe unasimama. Na waomba sana baba mgeni rasmi, 200,000 hiyo naitoa kesho. Lakini naomba nikabidhi 200,000 hapa. Nitaongezea tu. Naomba ndio nihesabie 200,000. Kwa jumla tutachangia shilingi 200,000.
hii ni kwaya yangu sana. Ni kwa sababu tu ya majukumu tulionayo, tunaenda kila sehemu na kila wakati tunaitwa mahali pengi, lakini tunawajibika na ni wajibu wangu kuendelea kushirikiana kwaya hii kwa mawazo na upendo mkubwa, kwa sababu ni kwaya tuliotoka nayo mbali sana na anaipenda kutoka ndani ya moyo wangu. Kwa ridhaa yako mgeni rasmi, naomba nikukabidhi Laki2 ili uniruhusu hiyo wimbo upigwe hapa kabla ya kuondoka, ili unikabidhie kama kwa ridhaa yako, maana wewe ndio mwenye shughuli. Sijui kama utaniruhusu mgeni rasmi. Naomba niongeze shilingi Laki1